J Studio inawaletea. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ndugu Waislamu, baada ya kumhimidi Allah na kumsalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, tunapeleka shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwafikia kuja tena katika kisiwa cha Pate, kijiji cha Shanga, baada ya kutengana kwa muda mrefu kidogo, takriban mwaka mmoja. Hii ni taufiki kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu yeye ndiye muweza wa kila jambo. Leo tukiwa tumekaa hapa, hii hali tunayoiona ya mjengo huu hivi ulivyosimama ni taufiki kutoka kwa Mwenyezi Mungu na juhudi zenu ambazo mulijukumika ikhlasan lillahi subhanahu wa ta'ala, na Mwenyezi Mungu akatuwafikia kwa kushirikiana kwa pamoja tukafika katika hali hii, na leo tumekaa hapa kwa hali ya utulivu tukitarajia kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kukamilisha ili tuzidi kupata utulivu. Katika mkusanyiko huu mtukufu, ningependa tukumbushane kuhusu sababu za kubarikiwa katika majumba yetu. Asbabul barakati fil buyuti, sababu za kubarikiwa katika majumba yetu.
ndani ya majumba yetu na ndani ya miji yetu, kwenye maisha yetu, baraka zimepotea. Sasa ili tupate baraka, hali yetu iwe mzuri, maisha yetu yawe mazuri, ni yapi ambayo yatupasa kufanya ili kwa kuyafanya mambo hayo Allah subhanahu wa ta'ala atutilie baraka katika mambo yetu. Albaraka kalimatun nasma'uha dauman. Neno la baraka ni neno ambalo tunalisikia daima, kila siku twalisikia. Walakin lilasif iftaqadnaha fi buyutina. Lakini la kushangaza mno na kutamausha mno, la kustaajabisha mno, ni kwamba baraka tumezikosa ndani ya majumba yetu. Majumbani mwetu hakuna baraka. Fala barakata fil waqti, hakuna baraka katika wakati. Wafanya jambo hujalikamilisha, time kwisha, hata washangaa, adhuhuri hiyo, wakati umekuwa hauna baraka. Wala fi rizq, kwenye riziki zetu pia hakuna baraka. Sasa ili tupate baraka, ni tufanye nini ili Allah subhanahu wa ta'ala atubarikie ndani ya majumba yetu, katika riziki zetu? Ilaika mafatihul baraka athamania, fakulluha min alqur'ani wa sunna. Ndugu Muislam, nipulike, kuna funguo 8 za baraka ambazo Muislamu akizishika funguo hizo 8 za baraka, ni sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumbarikia katika riziki, kumbarikia ndani ya nyumba, kumbarikia katika umri, kumbarikia katika maisha yake kwa jumla. Sasa hizi sababu ama hizi funguo ambazo zitatufanya sisi tupate baraka, ufunguo wa kwanza ama sababu ya kwanza ni tilawatul Qur'ani al-Karim. Ni Muislamu kujilazimisha kuisoma Qur'ani tukufu. Qur'ani haisomwi ndani ya majumba yetu, na kwa kukosekanwa kusomwa Qur'ani ndani ya majumba yetu, majumba yakaingiwa na nuksi, yakakosa baraka. Leo kwa teknolojia kuwa katika hali ya juu, ndio Qur'ani imekuwa haisomwi kabisa ndani ya majumba, kwa sababu teknolojia iko juu. Ndani ya majumba yetu kuna simu zisizopungua 3. Baba ana simu, mama ana simu, watoto wana simu. Na la kushangaza, katika hizi simu tulizo nazo kuna application ya kudownload Qur'ani, ima kwa kusikia ama Qur'ani ya kusoma. Lakini lau utatukua simu ya mtu uiangalie, katika app ambazo yuwaziingia
utaipata app ya Qur'ani hakuna anaifungua, hakuna kabisa. Lakini app nyingine za nyimbo utapata zafunguliwa, na nyimbo ni moja katika kisirani ambazo husababisha ukorofi mkubwa ndani ya majumba yetu. Ukampata Muislamu masaa 24 ni yeye na mziki tu, mpaka akilala hapati usingizi bila ya kusikia mziki. Sasa kule kukosekanwa kusoma Qur'ani ndani ya majumba yetu, hilo limechangia na kusababisha kukosekanwa kwa baraka ndani ya majumba yetu. Mtume sallallahu alayhi wasallama asema kuhusu nyumba ambayo itasomwa Qur'ani ndani yake kila siku, asema taskunuhul malaika, nyumba yoyote ambayo itasomwa Qur'ani ndani, nyumba hiyo malaika hawatoki ndani ya nyumba kama hiyo. Na malaika hawa ni malaika wa rahma, na malaika wa rahma ndio wanaoleta baraka ndani ya majumba. Pili, watahjuruhu shayatinu, mashaitani hugura, hukimbia katika nyumba ambayo husomwa Qur'ani ndani yake. Tatu, wayattasi' bi ahlihi, nyumba hukunduka kuwakundukia wale wanaoishi ndani ya ile nyumba. Mwenyezi Mungu huikundua ile nyumba. Kuna watu katika familia, pengine kifamilia wao ni wengi, lakini nyumba wanaoishi ni ndogo. Watu na majirani na familia wakaanza kusema nje na kulalamika, fulani sisi atagura lini katika ile nyumba, kijumba kidoda vakezene pale pale ndani hataki kugura. Lakini yeye mwenye nyumba haoni ule udogo wa ile nyumba. Nyinyi waja nje mwapata dhiki mpaka mwamsema, lakini yeye pale ndani haoni ile dhiki. Mungu amemkundua kwa udogo wa nyumba, yeye huona yuko sawa. Yattasi'u bi ahlihi, Mwenyezi Mungu huikundua ile nyumba kuwakundulia wale wenye kuishi ndani ya ile nyumba, madamu nyumba yasomwa Qur'ani. Wa yukthiru khairuhu, khairi huzidi ndani ya ile nyumba. Hizi ni faida 4 zinazopatikana katika kila nyumba ambayo itakuwa ikisomwa ndani yake Qur'an. Nyumba hiyo huwa imebarikiwa. Kwanza, malaika hukaa hapo. Pili, mashetani hugura. Tatu, hukunduka ile nyumba kuwakundukia wale wanaoishi. 4, khairi huzidi. Na kinyume chake Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kwamba nyumba ambayo haisomwi ndani yake Qur'ani, tahjuruhu almalaika, malaika huigura, wataskunuhu shayatin, mashaitani ndio huwa makazi yao, wayadhiqu bi ahlihi, huwa na dhiki kwa wale watu wenye kuishi pale. Mtu ameketi kwenye jumba kubwa, nyinyi nje kila mmoja anaipita kawa hutamani, nyumba hii ingekuwa mimi huishi hapa alhamdulillah. Kila mtu hutamani, lakini mara mwasikia mwenyewe ataka kugura, hutafuta nyumba nyingine. Huyo ana wazimu. Nyumba mzuri, nyumba kubwa, kwake ina dhiki, haikumkundua, hutafuta nyumba nyingine ataka kwenda. Nyinyi kila mmoja huku atamani kuja kuishi yeye ndani ya nyumba. Hii dhiki aliyoipata ndani ya hii nyumba nini? Nyumba haisomwi Qur'ani, ni nyumba ya mziki masaa 24, nyumba ambayo kwamba ndani yake hakuna dhikrullah. Hii ni hasara
ambayo ataipata Muislamu ambaye atakuwa hasomi Qur'ani ndani ya nyumba yake. Ili upate baraka, kithirisha visomo vya Qur'ani ndani ya nyumba yako. Kusoma Qur'ani ni sababu katika sababu za mtu kubarikiwa ndani ya nyumba yake na maisha yake kwa jumla. Sababu ya pili, albasmalatu wa dhikrullah. Kila unalolifanya kutanguliza jina la Mungu, kusema bismillah, wa dhikrullahi, na kumtaja Mungu. Kusema bismillah na kumtaja Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu alayhi wasallama asema, idha dakhala ar-rajulu baytahu, anapoingia mtu nyumbani mwake, fadhakara Allah ta'ala inda dukhulihi wa inda ta'amihi, na akamtaja Mungu wakati wa kuingia kwake na wakati wa kula kwake, anapoyafanya hayo, qala ash-shaytanu li ashabihi la mabita lakum wala asha. Shetani husema kuambia wenzake, shetani husema kuambia mashetani wenzake, haya tokeni mushike ndia mwende zenu, hapa hakuna malazi wala hakuna chakula. Nyumba hii hatupati mahali pa kuketi kupumzika, nyumba hii hatupati sehemu ya kuketi kula. Kwa nini? Kwa sababu umemtaja Mwenyezi Mungu. Mahali anapotajwa Mungu, shetani hataki kukaa mahali kama hapo. Sasa mahali pakiwa mbali na shetani, pakiwa pamezungukwa na malaika, ni sababu ya wewe kubarikiwa ndani ya nyumba yako, na ni sababu ya wewe kubarikiwa katika maisha yako. Idhan falbasmalatu wa dhikrullahi. Kwa hivyo tambua Muislamu, kule kumtaja Mungu na kutanguliza kusema bismillah katika mambo yako, hili ni jambo ama hii ni sababu katika sababu ambazo wewe ukidumu nayo utabarikiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya nyumba yako. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuhimiza sana hili la dhikrullah. Angalia, mpaka unapoundama na mke wako pia umeambiwa umtaje Mungu. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, yeyote ambaye kwamba ataka kuundama na mkewe akasema bismillah, jannibna shaytan wa jannibi shaytana ma razaqtana. Bismillah ni kumtaja nani? Mwenyezi Mungu. Jannibna shaytan, tuepushe sisi na shaytani. Wa janibi shaytan, na umuepushe shaytani, ma razaqtana, kwa kile ambacho utaturuzuku kwa kipindi hichi ambacho kwamba tuundama. Lau yule mwanamke kipindi hicho atapata mimba, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, basi ile mimba itakuwa na baraka na shetani hatopata kumughuri yule kijana kwa kitu chochote, kwa sababu ya kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallama katika mafundisho yake akalihimiza sana hilo, mpaka kusema kullu amrin dhi balin la yubda'u bi dhikrillahi fahuwa aqta. Jambo lolote jema, jambo lolote tukufu ambalo halitoanzwa kwa kutajwa Mwenyezi Mungu, jambo hilo hukosa baraka. Aqta ay maqtu'ul baraka, Mwenyezi Mungu huliepusha na baraka. Hutobarikiwa ikiwa mambo yako hutomtanguliza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man qala idha kharaja min baytihi bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah,
yeyote mwenye kusema maneno hayo wakati anapotoka nyumbani kwake. Watoka nyumbani waenda nje kwa shughuli zako, ukasema bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah, huyo ukatoka nje. Mtume asemaje? Mtume sallallahu alayhi wasallam asema yuqalu lahu, husemwa kuambiwa yeye, malaika hunadi mbinguni kumnadia huyu mtu aliyeyasema maneno hayo wakati anapotoka kwake, hudita, umeongozwa, kufita, umetoshelezwa, wuqita, umekingwa, watanaha anhu shaitanu, na mashaitani wote hujitenga na yeye barabarani. Malaika hunadi mbinguni kwa wewe tu unapotoka nyumbani kwako ukasema bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Hunadi malaika mbinguni kukwambia wewe umekwisha kuongozwa na Mungu, Mungu amekutosheleza na Mungu amekukinga na kila shari. Kisha la zaidi, tanaha anhu shaitan, shetani hukukimbia, hukupa nafasi vile upite, wasikughuri, wasikubabaishe. Wanapokupisha shetani wale waliokuwa pale mlangoni kwako, wakakusikia wewe umesema maneno hayo, wao hukimbia wakakupa nafasi. Sasa huko mbele ya safari unapokwenda, mashetani wengine ambao hawakukusikia wewe ukisema hivyo, wakikuona huko wakitaka kukuandama, wayaqulu shaitanu li shaitanin akhar, hawa mashetani walokusikia wewe ukisema maneno hayo, kisha wao wakajitenga wakakupandia upite, wasikudhuru kwa jambo lolote. Wakiwaona mashetani wenzao wanakuandama, wao hutoka mbio kwenda kuwakabili wale mashetani wenzao, wakiwaambia hivi, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Jamanini, mwamwandama huyu, ni kipi mutakipata kwa huyu mtu ambaye amekwisha kuongozwa na Mungu, amekwisha kukingwa na Mungu, amekwisha kutoshelezwa na Mungu? Sasa wale wenye kuambiwa hivyo na wao huvundika moyo, wakakuacha ukatembea barabarani salama salimi. Hili limesababishwa na wewe kutanguliza kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika shughuli zako zote. Hili la kutanguliza bismillahi na kumtaja Mungu kiujumla, kuleta adhkar tofauti tofauti, ni sababu ya wewe kubarikiwa ndani ya nyumba yako na katika maisha yako kwa jumla. Jambo la tatu, at-tabkiru fi talabi rizq, ni kurauka katika kutafuta riziki. At-tabkiru fi talabi rizq, umeamka, umeswali swala yako alfajiri, umevuta uradi wako, umemaliza, haya, wa shamba ende shamba, wa baharini ende baharini, wa sokoni aende sokoni, usirudi tena nyumbani kulala. Kule kurauka kwenda kutafuta riziki ni sababu ya watu kubarikiwa. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, burika li ummati fi bukuriha, umebarikiwa umati wangu kwa kurauka kwao mapema kwenda kutafuta riziki. Angalia, haya ni mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, haya ni mafunzo ya Uislamu. Mtume aliyasema miaka hiyo 1440 na, lakini sisi leo tuwaona athari yake. Leo wasiokuwa sisi Waislamu tuiona hali zao zimekuwa mzuri za kimaisha. Mungu amewabarikia kwa sababu gani? Wako ngangari alfajiri, hao wametoka, kila mmoja anakimbilia shughuli yake. Sisi jamii yetu tumelala,
pengine hata mtu kuinuka kwenda kuswali alfajiri haendi kuswali, hawaswali alfajiri. Si kwamba amekuja kuswali kisha karudi nyumbani kulala, la, hata hiyo swala pia ambayo ni wajibu kwake yeye akwenda kuswali kipindi cha alfajiri. Na huu ndio mtihani mkubwa katika jamii zetu. Hatujui thamani ya swala, twaidharau swala, twaiona swala si kitu. Na Mtume asema as-salatu imadu dini, as-salatu miftahu kulli khair. Swala ni nguzo ya dini, swala ni ufunguo wa kila khair. Ukitaka kubarikiwa katika maisha yako, jilazimishe na swala. Ukitaka mafanikio katika dunia yako na akhira yako, jilazimishe na swala. Uswali kwa wakati wake. Lakini leo sisi tumezembea katika swala. Vijana hawaswali, mabanati ndani ya nyumba hawaswali. Lakini katika mambo ya kianasa, mtu aweza kukaa katika kipindi kuanzia saa 1 mpaka saa 6 za usiku yuko na TV tu, hainuki kwenda kuswali. Mambo mengine yote hakosekani, lakini msikitini kwenda kuswali hapatikani, ambalo hili linajenga dunia yake na linajenga akhira yake. Sasa kule kuamka mapema kwa ajili ya kwenda kutafuta kibarua, kwa ajili ya kwenda kutafuta riziki, watu wakifanya hivyo, wakijizoezesha na hivyo, Allah atawabarikia. Angalia wasiokuwa sisi walivyopiga hatua mbele. Alfajiri watu wametoka wamerauka, kila mmoja akimbilia mahali pake pa kwenda kufanya kazi. Sisi tumelala. Kisha tutaketi mabarazani tuanze kuwasema, tutaketi mabarazani tuanze kuwasengenya, tutaketi mabarazani tuanze kuwafanyia tili hii na hii na hii na hii na hii, ambapo uzembe ni wetu sisi wenyewe, kwa sababu haya ni mafunzo ya dini yetu. Na Mtume analolisema ni la ukweli, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ili ubarikiwe ndugu Muislam, rauka, muabudu Mola wako, tekeleza ibada zako, rauka na mapema uende ukatafute riziki yako. Allah atakubarikia ndani ya nyumba yako, Allah atakubarikia katika riziki yako. Sababu ya 4, al-ijtima'u ala at-ta'ami, ni kukusanyika kwa kula kwa pamoja. Kule kula kwa pamoja, sahani imewekwa, watu wote wakaizunguka ile sahani. Mko 5, mko 6, lau mko wingi zaidi kukaekwa sahani ya pili pia ikawa ina grupu ya watu wake. Sisi tulipoinukia, tulipokuwa wadogo, tuliyapata mafunzo hayo kwa wazazi wetu. Ilikuwa hakuna ulaji wa kila mtu kupakua kisahani chake kivyake. Na pengine kwa tukiona ni utamaduni wa Kibajuni, ama ni mila za Kibajuni, ama ni mazoea, lakini kumbe ilikuwa ni dini, si utamaduni, si mila. Kula kwa pamoja kwenye sahani moja, mukatangamana mikono. Hata kitoweo kama ni kidogo hutosheleza. Ipande la jisi moja limewekwa katikati, watu wakafanya nini? Wakaambua kidogo kidogo. Na nyote mtakula, na nyote mtashiba, na nyote mtatosheka. Lakini kitoweo chenyewe ni kidogo. Huyu na sahani yake kwa wakati wake. Ijisi huyu ataganywa mara ngapi ya Rabbi? Mwingine kwa wakati wake. Na hili limetupelekea kuwa wachoyo. Hili limepelekea watoto wetu ndani ya majumba sahihi wanachuki, watoto wa baba na mama, kwa sababu hawatangamani kwenda kula kwa pamoja. Na hii sasa imekuwa ni mazoea, kila unapokwenda ni hivyo, ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kulu jamia,
kuleni kwa pamoja. Kulu jamia, kuleni kwa pamoja. Wala tafarraqu, musile mbalimbali. Huyo ameingia kwa wakati wake, amekutoka kisani chake hoyo, ule ameingia naye pa, ule nketi pale na kisani chake, ule uangalia TV kwa pale, ule sijufanya hivi. Subhana malikin nas. Nyumba moja watu hula hawatangamani mikono. Mtume asema kuleni kwa pamoja, wala musile mbalimbali. Kwa nini? Fa inna at-ta'ama al-wahida yakfi al-ithnaini, chakula cha mtu mmoja hutosha watu wawili. Kama chakula hakitoshi, vile mmekula kwa pamoja, kile chakula cha mtu mmoja kitatosheleza watu wawili. Wa ta'ama al-ithnaini yakfi thalatha, na chakula cha watu wawili kitatosheleza watu watatu. Kulu jami'an wala tafarraqu fa innal barakata fil jamaa, kuleni kwa pamoja, musile mbalimbali, hakika baraka iko kwa kule watu kula kwa pamoja. Hii sunna imekosekana. Watu wamekuwa ni wazungu, wataka kuishi kizunguzungu, kula mbalimbali. Ndiyo maana kwa kutotangamana mikono, chuki zikaenea, kila mmoja akawa na bughdha na mwenzake. Ndugu wawili hawapendani kwa sababu ya kupenda kuiga ya wazungu na kuacha yaliyoletwa na mwalimu wa umma huu, kipenzi chetu, kipenzi cha Mungu, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume akasema tena, ijtami'u ala ta'amikum, kusanyikeni katika kula kwenu, mule kwa pamoja. Wadhkuru smallahi alayhi, na wakati munapokula mulitaje jina la Mungu. Yubarak lakum fihi, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atawabarikia. Sababu nyingine, albirru waljudu walkaram. Birru ni wema, yani jitahidi utende mema, jitahidi uwe na sifa ya kupenda kutoa, jitahidi uwe na sifa ya ukarimu, na ujitahidi uwe na sifa ya kuunga kizazi. Albirru waljudu walkaramu wasilatur rahim. Mambo haya manne, wema na utoaji na ukarimu pamoja na kuunga kizazi, ni sababu za mtu kubarikiwa katika maisha yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, silatur rahimi, kuunga kizazi, wa husnul khulqi, na tabia njema, wa husnul jiwari, na ujirani mwema, yuamirna diyara, mambo hayo huimarisha majumba. Nyumba huimarika, ikajawa na baraka, ikajawa na kheri, kwa wewe kukiunga kizazi, kwa wewe kuwa na tabia njema, kwa wewe kuwa na ujirani mwema. Ndugu Muislamu, hili la ukarimu na utoaji limekuwa ni jambo zito sana katika zama sisi tulizo nazo. Sisi tuwaona kuwa kila ukitoa ni kupungukiwa. Hutaki kutoa, umefunga kibindo chako vizuri, umefunga kifundo chako vizuri, ulicho nacho hutaki kukitoa. Ukiona kule kukataa kwako kutoa ndipo kutakukuza ndipo kutakufanya wewe uwe na senti nyingi.
lakini kumbe kule kuwa mchoyo ukawa na sifa ya ubakhili ndio sababu ya wewe kutobarikiwa na ndio sababu ya wewe kuharibikiwa. Kila ukitoa Mungu hukubarikia. Ndio Mwenyezi Mungu akatangaza akisema, yabna Adam, ewe mwanadamu, anfiq, toa, unfik alaik, na mimi nitakupa. Anfik, toa, unfik alaik, na mimi nitakupa. Anayesema hivi ni Allah subhanahu wa ta'ala, aliyekuumba, anayekuelewa wewe ili upate ni utoe. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam na yeye akasema, ma naqasat sadaqatun min malin, sadaka haipunguzi chochote katika mali, bali taziduhu, bali kuzidisha. Kila ukitoa Allah hukuzidishia, lakini kila ukiwa mgumu Allah hukunyima. Wangapi wamevundikiwa kwa sababu ya uchoyo? Wangapi wamevundikiwa kwa sababu ya ubakhili? Toa na ujue kwamba unachokitoa ndicho chako, kwa sababu kile unachokitoa utakwenda kukikuta katika mizani ya hasanati zako. Kila ukizuia kile unachokizuia huendi kukikuta katika mizani ya hasanati zako, bali kile utakachokitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kukulipa nacho, na hapa duniani Allah subhanahu wa ta'ala atakuzidishia na kukutilia baraka kwa kile ambacho utakitoa. Ndugu Muislamu, lingine lenye mtihani ni la kuunga kizazi. Kama nilivyotangulia kusema, ndugu wawili wa baba na mama hawasemi. Hili limekuwa ni donda sugu katika maisha yetu. Tutabarikiwa vipi sisi katika maisha yetu ikiwa kila mtu ana chuki na mwenzake? Ndugu tu wa karibu, wacha watu wa mbali, chuki kufa kutozikana, paka kutolewa na wasia, nikifa asishuhudie maiti yangu, nikifa asishike mwili wangu, nikifa asishike janaiza langu. Hivi ni viapo watu huwapa kwa ndugu zao, kwa wapendwa wao, wamekatana kufa kutozikana. Kisha utarajie kwamba utapata baraka ndani ya maisha yako. Huwezi kupata baraka ikiwa utakuwa ni mwenye kukikata kizazi chako. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuhusia sana watu waunge vizazi alisema, sadaqatuka ala dhil qaraba thintani, sadaqatun wasilatun, sadaka yako utakayoitoa kumpa mtu ambaye ni katika familia yako, sadaka yako utakayoitoa kumpa mtu ambaye ni katika kizazi chako, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hukulipa ujira mara mbili. Ujira wa kwanza ni ujira wa sadaka, na ujira wa pili ni ujira wa kukiunga kizazi. Leo watu huona ni fahari kutoa kuwapa watu wa kando. Mtu wako wa karibu adhalilika, pengine hata chai hajanywa asubuhi na wajua hilo, lakini ukaenda ukampa mtu wa kando, tena ukaenda ukampa mtu wa kando kwa fahari ili ajue tu kwamba mimi nimetoa kule, yeye sikumpa, kamonyesha biri tu. Ukasahau kwamba ukimpa huyu wako Mungu atakulipa mara mbili. Atakulipa ujira wa kutoa sadaka, atakulipa na ujira wa wewe kuunga kizazi. Lakini hayo yote tuyatambulia masikio hivi, uingia kwa huku yakatoka kwa huku. Kisha tutarajie ndani ya majumba yetu, ndani ya miji yetu kuwa tutapata baraka. Hatuwezi kupata baraka ikiwa hatutofungamana na mambo haya matukufu ambayo tumeelezewa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa kulingamana na wakati, naomba nikomee hapa.
Yote nilozungumza ikiwa nimepata ni taufiki kutoka kwa Mungu, na kama kuna makosa ni telezi zangu kama mwanadamu. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.